9 Busia Boda FM. Kwa habari za kina za Busia County, sikiza BB Radio Busia Boda FM. Ati sasa kuna wanaume 5 ati wameketi chini, ati wanagawa serikali ya Kenya, ati wewe chukua 50%, wewe chukua 20%. Mimi nataka niwaambie hawa jamaa, my friends, serikali ya Kenya si yenu. It may seem fashionable to disparage the president and to ridicule Mudavadi, but I'm telling you, it will not be fashionable when you find that your visa is being denied. We are working towards a seamless transition to SHA with effect from 1st of December. As you are aware, the medical scheme for teachers under minutes is coming to an end. Nilijificha mahali nikaona wanapigaona nyumba imakishwa. Nimebaki tu kwa miwa ama nimejificha. Niko na nyumba 3 na zote zimeungua. Niko tu hivi, sina mbele wala nyuma. Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Popote ulipo mpenzi msikilizaji, natumai umzima na buheri wa afya. Karibu katika habari za Busia Boda Radio kiutendeti awamu ikiwa ni saa 7 kamili. Mimi ni Collins Imito, karibu na tuambatane mwanzo hadi tamati. Na tukianza taarifa zetu ni kwamba wenyeji wa kijiji cha Ludeka, wadi ya Chakol Kaskazini na bunge la Teso Kusini katika kaunti hii ya Busia wametakiwa kufuata taratibu za uchimbaji madini ili kuzuia maafa kutokana na uchimbaji mchanga unaoendelea eneo hilo. Katika mkutano uliowaleta pamoja maafisa wa mamlaka ya usimamizi wa mazingira NEMA, wanaharakati wa kutunza mazingira, utawala na wenyeji katika kijiji cha Ungaroi, afisa wa mamlaka usimamizi wa mazingira katika kaunti ya Busia Cliff Bakach pamoja na mwanaharakati wa kutunza mazingira Patrick Kwara wakiwaonya wakazi dhidi ya uharibifu wa mazingira unaotokana na biashara haramu ya mchanga eneo hilo, huku akiwataka wakazi hao kufuata taratibu ya taasisi ya NEMA. Leo tumekuwa na mkutano wa kuelimisha wale wanaohusika na kazi ya mchanga na tumeongea mambo mengi, lakini ya muhimu ni mawili. Tumewaeleza ya kwamba kuchimba mchanga si makosa, lakini tunataka pia wanapofanya shughuli hizo watunze mazingira. Tumewaeleza ili waweze kutunza mazingira inahitajika watafute license ambayo inaitwa Environment Impact Assessment License. Hiyo ni license ambayo inamruhusu mtu achimbe mchanga, azoe mchanga, na pia ina masharti ambayo mtu huyo anatakana afuate ili kulinda ama kuboresha mazingira. Naye utawala wa eneo hilo kiongozwa na chifu wa kata ya Pigei Morris Ekol pamoja na naibu chifu wa Ludeka wakisisitiza ushirikiano pande zote mbili kuhakikisha sheria itazingatiwa na pia wachimba mchanga watanufaika kwa biashara hiyo. Tutaungana pamoja na NEMA pamoja tuhakikishe kwamba maisha isipotee tena kwa hali ya uchotaji mchanga, na wale ambao wanachota pia wapate kunufaika, wasikue wanauza mchanga kwa bei chini sana alafu mtu anafanya kazi kwa miaka na hakuna kitu ambacho inabadilisha maisha yake. So pia waone kwamba hiyo mchanga ikienda imebadilisha maisha ya mtu baada ya muda mfupi, aweze kupeleka mtoto shule, aweze pia kujikimu kimaisha, na aweze kuona maisha akuwa na maisha kama yule mwingine. So tutashirikiana pamoja na NEMA kuona ya kwamba uharibifu huo unastopishwa haraka sana iwezekanavyo, na tuzuie hali ya baadaye ya vizazi vyetu. Aidha, wakazi wa eneo hilo wakiongozwa na Tiberius Eget wakielezea manufaa ya biashara hiyo, wakitaka serikali kurekebisha mkondo wa maji ili kuzuia maafa yanayotokea eneo hilo. Ile ilinifanya nikaanza kuchota mchanga kwa sababu ya maisha tu ya kiboma, sababu nilikuwa na watoto, masomo ya watoto nikaona inanihangaisha, lakini tangu nianze kuchota ninaona ya kwamba maisha yangu imeboreka, watoto yangu wanasoma, watoto yangu wanakula, hata ingine natolea hata sadaka shukurani. Na mimi ombi langu ingekuwa kwa national government kama kwa county government, kama wangeweza kukuja kufungua hiyo mto mahali ilikuwa inapita, juu ilizibwa na hiyo ukuta bado iko, wakuja wafungue hapo ili maji wakati inateremka juu ikuje ikiteremka straight, haitadhuru tena pande hii. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Na tukisalia hapa Busia ni kwamba vyuo vikuu vitaanza kujumuisha masomo ya mtaala wa CBC. Hii ni kulingana na Wizara ya Elimu ambayo imetaka vyuo vikuu humu nchini
kuanza mikakati ya kujumuisha mafunzo ya mtaala wa CBE ili kurahihisha mabadiliko ya mtaala ifikapo mwaka 2029. Katibu katika Wizara ya Elimu Beatrice Inyangala akizungumza kwenye sherehe ya kufuzu kwa maafala 400 katika chuo kikuu cha Lupe amebaini kwamba serikali imekumbatia mafunzo ya mtaala mpya wakati wanafunzi waanzilishi wa mtaala huo wakitarajiwa kujiunga na gredi ya 10 mwaka ujao. Aidha, kwingineko, seneta wa kaunti ya Busia Okiya Mtata ameisuta serikali kwa kupunguza mgao wa fedha katika sekta ya elimu, huku wanafunzi waliofuzu wakitoa wito kwa serikali kuimarisha juhudi za kuboresha mafunzo vyuoni. We are preparing our universities to receive learners trained under the competency-based education. The CBE represents a paradigm shift from memorization to mastery, from instruction to innovation. The Ministry of Education will remain steadfast in implementing reforms that make higher education more inclusive, practical, and globally competitive. So when you look around and you see children have been sent away from school because of school fees, you get the ministry giving a fee structure. What are they doing in that part of the Constitution? Where is the fee structure when the Constitution says the child is entitled to free and compulsory education? And we have enough money in this country to give every student, every pupil in school up to first degree without requiring them to pay. We ask continue investing in public universities like Arupe, support research, innovation, and student welfare. When you invest in universities, you invest in Kenya's future. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Na tuangazie taarifa nyingine ambapo familia ya mlinzi aliyeuawa akiwa kazini eneo bunge la Tongaren katika kaunti ya Bungoma wameelezea kutoridhishwa na jinsi idara ya upelelezi inavyoendeleza uchunguzi kufuatia mauaji hayo ya kinyama. Familia hiyo imesikitika jinsi usimamizi wa chama cha ushirika cha wakulima wa kahawa cha Mahanga inavyoharakisha mpangilio wa mazishi ya mlinzi huyo Ben Wanyonyi bila kuhusisha familia yake. Wanyonyi alikuwa mlinzi wa chama cha ushirika cha wakulima cha kahawa cha Mahanga. Serikali iingilie kati kwa sababu vile kunaenda tunasukumwa na kampuni ya kwamba tupange siku na tarehe ya kuzika. Je, utazika mtu ambaye haujajua alikufa namna gani? Je, utaendeleza matanga bila kujua? Tulipata habari ambayo hatujathibitisha kwa uhakika ya kwamba kuna kesho harambe ambayo inapangwa. Je, harambe utapanga harambe bila kuihusisha familia? Ninataka serikali ingilia katikati nijue ukweli wa mzee wangu. Ninataka tu ukweli uonekane ndipo mzee wangu akuche alafu tufanye mashishi yake. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Haya kijiri kwingineko, gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya amelalamikia utepetevu katika idara ya polisi pamoja na tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa NCIC. Natembeya analalamika kwamba hakuna hatua zinazochukuliwa dhidi ya wanaoeneza jumbe za ghasia na misimamo mikali wakati wa kampeni za uchaguzi mdogo katika maeneo mbalimbali humu nchini. Aidha, Natembeya amesema kwamba mwenendo unaojitokeza katika kampeni za chaguzi hizi ndogo hauleti taswira nzuri kwa udhabiti na umoja wa kitaifa. Fujo is not part of the democratic process. Tunataka wapiga kura watishwe, tunataka watoto wapige kura kwa mazingira ambayo ni mazuri. Na change inakuja eneo la magharibi, upande wa Bungoma change inaanzia Kabuchai. Wakati wakazi wa Kabuchai mko na fursa kubwa kudhihirisha kwamba wakati wa mabadiliko umekuja ili taifa la Kenya, hata wale ambao wako kule Nairobi wajue kwamba mabadiliko ya Western yameanza. Mimi ni mwana DAP, lakini kuanzia sai na surrender kiti cha UMCA Chwele Kabuchai kama mama. Nina support mwenzangu Eric kuanzia leo mpaka tutamatishe, na tunaomba kura za Kabuchai Chwele Kabuchai zikuwe kura za amani, hatutatishwa na mtu yoyote. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Na tusonge mbele ambapo viongozi na wafuasi wa chama cha ODM wamefurika katika maeneo kadhaa jijini Mombasa kujumuika katika sherehe za maadhimisho ya miaka 20 tangu kuasisiwa kwa chama hicho.
Ni sherehe ambazo zinatarajiwa kutamatika mnamo siku ya Jumapili, huku viongozi kadhaa wamejumuika ili kusherekea sherehe hizo. Hebu tusikize yanayojiri huko Mombasa. Tumekuja kujiwakilisha hapa kama wana youth wa ODM. Tumekuja kukumbuka kuja kwa nini ya ODM. Tujue tu baba wako. Hata kama amekufa tunajua bado wako, kwa sisi tuko bado wako hai. Yeah. Majina ni Philip Manase Odera, natoka kaunti ya Kisumu. Tumekuja hapa kwa niaba ya Anyang' Nyong'o and Deputy Governor Matthew Ochieng' Willy. Tumeanza majadiliano katika hii serikali. Majadiliano yenye baba alituachia ilikuwa 10 points agenda. Let's go for that. Hiyo 10 points agenda ndio tunataka Ruto aitimize zote. Juu sisi hatuwezi toka Kisumu tukuje hapa ati Ruto bado anatudanganya. Akitudanganya ajue serikali hatutaacha, juu hapo ndio baba alituacha. Sasa sisi hatuna mahali pa kwenda. Alafu pia sisi tuko na line up yetu hapo Kisumu. Tunataka line up yetu ikuwe ya ODM yote Kisumu mzima. Hakunanga hii machanganyiko na wasidhani baba amekufa. There is more than flowers in Raila's gade, in Raila's deathbed. Let them not try. We are very optimistic enough. ODM is still powerful and we will not relent. Hata kama Ruto atuambie nini, atujengee barabara, aweke. Ni sherehe ambazo zinaendelea huko Mombasa zikishirikishwa tu na viongozi wa chama cha ODM na wafuasi wa ODM zikiendelea kule Mombasa. Viongozi tu mbalimbali ambao ni kujuze tu ambao wameweza kufika pale ni wabunge wa chama cha ODM, seneta, magavana na kinara wa ODM Oburu Odinga pia wakiwa maeneo pale kuweza kusherekea miaka 20 ya chama tangu kuasisiwa kwa chama cha ODM. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Na tuendelee mbele ambapo kabila 5 kuu humu nchini zinashikilia zaidi ya 80% za nafasi za kazi serikalini. Haya ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na Tume ya Uwiano na Utangamano nchini NCIC. Tume hiyo imeonyesha jamii ya Wakikuyu, Wakalenjin, Waluo, Waluya na Wakamba zinashikilia 90% ya kazi za ngazi za juu serikalini. Kabila nyingine zote zikikosa usawa, sasa NCIC inaonya katika kukita mizizi kwa ukabila kwenye ajira za serikali kunazidi kutishia utangamano wa kitaifa. Jamii zingine wa Kisii, wa Meru, wa Mijikenda zikishikilia 88% ya ajira katika mashirika ya umma, huku 12% zikisalia kugawanywa kati ya makabila madogo 37 humu nchini. Some of them are really not compliant when it comes to aggregating them in terms of who the CEO is. So by percentage, there's 65 leading CEOs come from one ethnic group. It goes 65 CEOs out of 290, and they are 22%. Then Kalenjin are 2, Luos are 3, Luyas are 4, Kambas are 5, Merus are 6. There has been a clear demonstration that we don't have equitable distribution of opportunities to the employment, for example, resources, services, all these that should be made access to all the wananchi. These are opportunities. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Msikilizaji, haya kijiri kwingineko, kurugenzi ya upelelezi wa jinai DCI imetoa hofu kutokana na ukithiri kwa wizi wa kutumia nguvu unaolenga watu wanaoshawishiwa kupitia majukwaa ya uchumba au online dating mitandaoni au mwingiliano wa mtandao ya kijamii. Katika taarifa, DCI ilibainisha kuwa waathiriwa wasio na mashaka wakiwemo raia wa Kenya na raia wa kigeni wanaletwa kwenye programu za uchumba, kuvutiwa katika imani potovu na kisha kualikwa kukutana katika maeneo faraga au yasiyojulikana. Shirika hilo lilionya kuwa walahai wanatumia miunganisho ya kihisia iliyoanzishwa mtandaoni ili kupata maelezo nyeti ya kibinafsi, ikiwa ni pamoja na taarifa za kifedha ambazo huwekwa wazi waathiriwa wakiathirika zaidi. Ili kukabiliana na visa hivi, DCI wataka wananchi kuwa waangalifu wanapojihusisha na programu za uchumba au online dating katika mitandao ya kijamii. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Msikilizaji, unaendelea kusikiza taarifa za Busia Boda 89.9 na chukua mapumziko mafupi kisha ndarejea na habari nyingine rubaa kimataifa. Usiende mbali.
Kwa habari za kina za Busia County, sikiza BB Radio, Busia Boda FM. Karibu tena. Na kwenye rubaa ya kimataifa ni kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Mamlaka ya Palestina yenye makao yake Ramallah imesema kuwa walowezi wa Israeli wameteketeza moto msikiti wa Haja Hamida ulioko karibu na mji wa Deir Istia kaskazini mwa ukingo wa Magharibi. Katika taarifa yake, wizara hiyo imeelezea kuwa tukio hilo linakiuka wazi utakatifu wa maeneo ya ibada na linaakisi ubaguzi uliokita mizizi na waongoza walowezi chini ya ulinzi wa serikali walioita ya uvamizi. Picha za shirika la habari la AFP zimeonyesha nakala za kitabu kitakatifu cha Qur'an zilizochomwa na kuta za msikiti zikichorwa kwa maandishi za chuki. Jeshi la Israel IDF limesema kuwa vikosi vya usalama vilitumwa katika eneo hilo baada ya kupokea taarifa kuhusu washukiwa walioteketeza msikiti huo kwa moto, lakini hakuna mtu yeyote aliyekamatwa hadi sasa. Uchunguzi wa tukio hilo umehamishwa kwa polisi wa Israeli na taasisi za usalama, huku IDF ikilaani tukio hilo na kusisitiza kuwa itaendelea kufanya kazi ili kuhakikisha usalama na utulivu katika eneo hilo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres pia amelaani shambulio hilo kupitia msemaji wake, akieleza kuwa matendo ya vurugu yanayolenga maeneo ya ibada na kuabudu kamwe hayakubaliki. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Kufikia hapo mpenzi msikilizaji, ndipo natamatisha habari za Busia Boda Radio kiutendete awamu ikiwa ni ya saa 7. Awamu ya sana nitarejea na habari zingine japo kimuhtasari. Jina langu ni Collins Imito, kwa heri kwa sasa. Mwisho wa habari za Busia Boda. Busia Mpole.